linaitwa Makata. Jina mwagaji damu. Ameshabarikiwa jini Makata. Mtu anayemwaga damu. Sasa sikiliza, shetani huwa anamletea mtu maisha ya dhambi ili amkamilishe kwenye kiwango cha matatizo. Chunguza maisha mtu mzinzi. Ni kweli mama uolewe, chunguza umejitunzaje wakati wa ujana wako. Utakuta tumbo lilikuwa wazi, mguu mpaka hapo uko nje, unajitembea tu hii. Acha nile ujana, usinipelekee Mungu wewe. Bila kuambia. Sikiliza, wanadamu na Mungu wameunganishwa kwenye sifa za kiungu, lakini dhambi ilipokuja kutendeka zilitokea njia mbili. Na watu waelewi. Naomba nifafanue kidogo rafuniaji. Mungu alipomuumba Adam na Eva na shetani alikuwepo, lakini shetani hakuwa na njia ya kuingia kwa mwanadamu. Unielewe? Mungu alipomuumba Adam na Eva, shetani hakuwa na njia ya kuingia kwa mwanadamu. Adam na Eva walipotenda dhambi, wakaifunga ile njia ambayo Mungu anakuja kuwasaidia, wakamfungulia shetani mlango wenyewe. Kama shetani, baba uje, wakamfungia Mungu mlango. Kuna watu waelewi, akili ziko mbali. Wengine ninahubiri hapa wanaangalia, hebu niangalie.